makubwa. Ukianza kulifanya, usipolikomalia likaishia njiani, kuna watu wataanza kumshukuru Mungu, kwa sababu uthubutu ni kufanya jambo ambalo likifanikiwa watu wengi watakupongeza, likishindikana wengi watakwambia tulikwambia. Unaona, kwa mfano tuseme mtu watu wanavyokuwa wana mtu yeyote, yani kwa mfano mtu anavyokuwa anakuja kwenye kanisa kama Rico Scars, watu kama akina Helena waliambiwa sana, wewe unaenda kwenye hilo kanisa wameshapotea, hao ni mafirimasoni hao. Yani hilo kanisa wewe tunaona anguko mbele yako, dhambi ya zinaa iko mbele yako. Hivyo vyote si kana kwamba ni kuna Mungu fulani anaonyesha, amna, ni mtu tu vile yeye, ili kumtisha mtu, na anajua huyu ujuzi wake wa neno la Mungu na maandiko ni mdogo. Kwa hiyo ili kumtisha ni kumwambia Freemason hao. Sababu gani Freemason? Si unaona ile minguo anayovaa? Yani ndio sababu anatengeneza mtu. Kwa Freemason ni vile tu kuvaa. Nakumbuka kule kijijini bwana. Kule kijijini wakati huo ninaingia kanisa la Efata. Mpaka leo wako watu pale kijijini wanaamini kanisa la Efata ni Freemason. Na utasikia kabisa wengine, unaona, hawataji Yesu, wanavyoomba hawataji Yesu. Hawawezi akawa wanamwamini Yesu. Unaona, wanaombaji hawataji Yesu. Ona, wanahubiri hawataji Yesu. Yesu ni maisha. Yesu alikufa msalabani ili wewe ubadili aina ya maisha. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele katika yeye. Kutaja Yesu sio kutaja Yesu. Ndio tunataja, lakini maana yake ya moja kwa moja sio hiyo. Sasa nirudi hapa kwamba kwa mfano tufanye wewe, kuna kanisa ulitoka. Lile kanisa ulipokuwa unatoka walikutabiria utabiri. Alikuwa anachekesha Baba Michael. Na sisi watu wa aina kama hiyo tunawapokea wengi sana. Kwa sababu hata yule Damiani kule alikotoka kule ni alianguka kwenye zinaa, kwa sababu Mama Domi alikuwa ni Mkatoliki. Alafu yeye akachukua binti Mkatoliki akapita naye. Kwa kule alikotoka wanajua kama kijana wa kanisani ameanguka kwenye zinaa. Lakini ukweli kabisa, yani kama ukanifuata mimi nitakulaumu wewe mchungaji wake, kwa sababu zinaa sio dhambi ya siku moja. Yani mpaka mtu anaenda kuanguka kwenye zinaa, tutakuuliza wewe mchungaji wake ulikuwa wapi? Lakini kwa sababu ya utaratibu wa makanisa, hakuna maombi ya kila siku, hakuna unajua mfumo wa mfano ulioko makanisani karibu wote ni wasera. Yani kumjua sasa yupi ni yupi hapa amesimama na yupi ameanguka ni kazi ngumu. Lakini kwa mfumo kabisa wa wokovu ulivyo, mtu hata kabla hajaanguka unatakiwa tu unamuona huyu kuna vitu haviko sawa. Bwana asifiwe. Kwa huyu Baba Michael kule alikotoka alianguka na mshirika. Si ndio hivyo? Wewe mshirika alikuwa anafanya? Alikuwa anaimba kwaya. Wewe ulikuwa kiongozi wa vijana? Ulikuwa kiongozi wa vijana? Ulikuwa nani? Shemasi. Sasa Shemasi ni uongozi huo? Au Shemasi ni uongozi? Kiongozi ni kuwa mbele ya watu, yani kuwa nini? Kuwaelekeza watu vitu mbalimbali. Sasa Shemasi akaanguka na mshirika. Shemasi aliaminiwa kuongoza watu, yeye akajitwalia mshirika mmoja. Na baada ya kuanguka naye, mchungaji wake akamfukuza kwamba toka hapa, mimi sikutaki. Yani wewe kwanza umelaaniwa, yani wewe laana itakutafuna maisha yako yote. Hautakuja usimame tena na wokovu.
yani kwenye haya maisha kwanza hakuna kitu kitawezekana tena wewe. Yani wewe kwenye haya maisha wewe, yani wewe subiri tu kufa na kwenda jehanamu. Kwa hiyo ni maneno fulani ambayo mtu anayasikia anasema inawezekana hii dunia kwangu ikawa ngumu sana, ama mtu anafikiria kufa. Lakini unaona huyu mtu anasema pamoja na hayo, ngoja nikatafute mahali nisali. Sisi watu aina kama hiyo, hata wakituambia kabisa kule nilikotoka nimeanguka na zina. Unajua asilimia kubwa ya watu huwa anaweza akaanguka kanisa moja anahamia kanisa nyingine. Of course ni tofauti kidogo na kanisa letu sisi. Sisi haitusumbui, yani uwe ulianguka haukuanguka, ukija ni mgeni tutakuweka hapo, tutaanza kuhubiria miaka 3. Kwa yani wewe ulipotoka huko ulitoka vyovyote, haitusumbui. Yani haitusumbui, ulitoka umesimama, haitusumbui. Kwa sababu hata kama ulianguka, si ukatuficha ukatufanya kana kwamba umefika hapo unaliunga, wewe liunge tu, hamna shida. Ila ukiliunga hauina cheo. Utaliunga ila utakuwa na cheo. Baadaye wewe mwenyewe utaona siniseme tu kwamba kweli niliangukaga. Kwa sababu kimsingi inawezekana uliliunga ili na huku uje uliunge tukupe na cheo, hatukupi. Ili uje uliunge tukupe na uimbaji, hatukupi. Ya tukupi, utashangaa tu tunasema hebu mpaka ndani kama ya miezi 6 hivi ukiwa nidhamu ya ibada ndio tunaweza tukakupata maiki ushike. Uwe walau hata unatuimbia, bwana siwe. Lakini najaribu kuongea nini? Kuna wakati ambao kama mtu unaona kabisa umeshalaaniwa, na ni kweli unaona umekosea, kusema pamoja na hayo nitaenda kusali. Naamini kanisani panayo hatua yangu. Huo nao ni uthubutu. Amen. Ukumbuka kuna watu walishakutamkia laana. That means wewe kwenye kule kusali usipokomaa mpaka wale watu waone matokeo fulani, watasema tulikwambia wewe tulikwambia hakuna jambo litawezekana kwenye maisha yako. Yani wewe tayari ni mlaaniwa, tulikwambia uwezi ukaenda kinyume na neno la Masihi wa Bwana. Masihi wa Bwana, kwanza ulinikosea mimi, ulizini na binti nayemlea, wakati makosa inawezekana alikuwa kwake mwenyewe. Kwanza hakulinda ukaribu kati ya vijana na mabinti. Bwana si hakulinda ukaribu, yeye alikuwa tu anaona tu labda kijana Shemas yuko karibu na binti, alikuwa anachukulia anamjenga tu, anamjenga kila siku, anamjenga tu. Yani wewe unamuona mtu mwezi wa kwanza wa pili wanajengana tu na unawaacha, mwisho wa siku wale watu wanaenda kutokea kubaya. Amen. Nachojaribu kuongea hapa ni kwamba wewe na mimi kufanya ibada kama hizi, kufanya tu hizi ibada ni uthubutu ambao yuko mtu tunatazamia atokee. Jamii iliyokuwa ikikuona kule nje kama wewe mtumishi umetoka kanisani, hapo kanisa ulilotoka liko tu hapo mbele, hapo yani wanakujua na wanajiuliza sana, yani huyu ujue umbali kutoka pale kwako pale kwenda pale kanisani na kuja hapa sijajua sana, lakini unaweza ukawa unafanana